Hatimaye lile jina la mwaka robo la utani waliokuwa wakiitwa wekundu wa Msimbazi Simba katika michuano ya kimataifa kutokana na kitendo chao cha kila mara kuishia katika hatua ya robo finali ya michuano ya klabu ya CAF, ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, leo hii imefikia hatamu baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuvuka hatua hiyo kwa ushindi safi, ushindi mnono wa penalti 4-1 dhidi ya timu ngumu ya Al Masry kutoka kule nchini Misri, na Simba kusonga mbele kwa hatua nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Simba walishinda kwa mikwaju ya penalti 4-1 baada ya kushinda kwa mabao 2-0 katika dakika 90 za awali, na hivyo kufanya matokeo ya jumla kati yao na Al Masry kuwa 2-2, kwa sababu katika mechi iliyopita iliyochezwa kule nchini Misri siku ya Aprili 2, Simba walifungwa kwa idadi sawa ya mabao kwa maana ya 2-2. Leo hii Simba wakarejesha wakarudisha kisasi kwa kupata ushindi kama wa mabao 2-0 kutokana na mabao yaliyowekwa wavuni, na leo yaliyowekwa na Eli Mpanzu Kibisawala katika dakika 22, na kisha Steven Dese Mukwala akafunga bao la pili katika dakika ya 32 katika mechi ambayo alicheza vizuri sana, akianzishwa leo hii badala ya yule aliyezoea kuanzishwa mara kwa mara katika kikosi cha kwanza cha Simba, Lionel Ateba Mbida. Kwenye mfumo wa baada ya golikipa 4-2-3-1, Mukwala ndiye aliyekuwa mshambuliaji kinara akiwa pamoja na kina Eli Mpanzu Kibisawala, Jasha Ahua, Kibu Dennis Prosper kama viungo watatu wa ushambuliaji. Mpaka dakika 90 Simba kwa ushindi huo wa mabao 2-0, matokeo ya jumla yakawa 2-2. Kanuni za CAF kwenye michuano ya klabu ya shirikisho hilo kwa msimu wa 2024-2025, ikitokea timu zinalingana matokeo, zinashindwa kupata mshindi baada ya mechi mbili za nyumbani na ugenini, kinachofuata ni mikwaju ya penalty. Ndipo ambapo Musa Pimpin Kamara akaonyesha ubora wa hali ya juu kwa kudaka penalty mbili. Penalty iliyopigwa na Mido, lakini pia penalty iliyopigwa na Mahmoud Hamada akazidaka, akiruhusu bao moja tu kwa penalty iliyopigwa na Fakhruddin Ben Yusuf, huku wapigaji wa Simba wanne wakiweka mipira wavuni ambao walikuwa ni Jasha Ahua, Kibu Dennis Prosper, Steven Dese Mukwala na Shomari Kapombe kufanya Simba ishinde kwa penalty 4-1, na hivyo kusonga mbele katika hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Simba ilipata ushindi huu wa mikwaju ya penalty kuitendea haki kwa kile ambacho alikionyesha katika dakika 90 za mchezo wenyewe. Hata ushindi wa mabao 2-0 kwa yule aliyeshuhudia mechi hii atagundua kwamba vijana wa Fadlu Davids walistahili pengine kupata ushindi wa zaidi ya mabao 2 kutokana na mchezo mzuri walioonyesha katika dakika zote 90 za mchezo, wakiutawala mchezo mwanzo mwisho. Katika dakika ya 5 tu ya mchezo, Steven Dese Mukwala alitoa pasi nzuri kwa Jasha Ahua ambaye akiwa kwenye nafasi nzuri ya kuweka mpira wavuni, bahati mbaya sana kwake akapiga shuti dhaifu la mguu wa kulia ambalo liliwafanya Al Masry waendelee kuwa salama. Simba mpaka dakika ya 15 ya mchezo tayari walikuwa wanamiliki zaidi mchezo, kuonyesha namna gani ambavyo waliifunika Al Masry ya kocha Anis Bujalbene katika muda wote wa mchezo, kiasi ya kwamba kana kwamba ilikuwa ni mechi ya Daudi na Goliati, ule msemo kwamba mmoja mkubwa sana kimbinu na uwezo kulinganisha na mwingine. Kumbe wote wako katika hatua ya robo finali kombe la shirikisho. Ni kwa sababu gani? Katika muda huu Simba walikuwa kimiliki mpira kwa 86% dhidi ya 14% za Al Masry. Muda wote mpira ulikuwa ukichezwa katika eneo la Al Masry, wakikosa hata fursa ya kufanya mashambulizi ya kushtukiza kama mpango kazi wao wa kocha Anis Bujalbene akiwa anaongoza na mshambuliaji wake kinara Salah Mohsen. Lakini ni katika kufika mapumziko, Simba tayari walikuwa kimiliki mpira kwa 76% kwa wastani dhidi ya 24% za Al Masry, lakini pia Simba walishapiga mashuti 15 kulinganisha na Al Masry ambao wenyewe walikuwa wamepiga mashuti 4 tu, kati ya hayo mawili yamelenga lango. Simba mashuti 15 waliopiga 4 yalikuwa yamelenga shabaha, lakini tayari Simba walikuwa wameshafunga mabao 2, yale ya dakika 22 na dakika 32 ya Eli Mpanzu Kibisawala pamoja na Steven Dese Mukwala aliyekwamisha mpira wa kichwa kutokana na pasi nzuri kutoka kwa Mohamed Hussein Shabalala ambayo ilitokana na team play. Timu ilicheza kwa pamoja, pasi kutoka kwa Fabrice Luamba Ngoma wakipasiana vyema na Eli Mpanzu Kibisawala, Mohamed Hussein Shabalala. Hatimaye Steven Dese Mukwala akasimama mahala pazuri na kuweka mpira wavuni. Kipindi cha pili
Simba waliendelea kuwa bora zaidi kuliko Al-Masry, kana kwamba walikuwa wanawaonea. Ndio, Simba walimiliki zaidi mpira. Al-Masry jitihada zao za kutaka kuongeza nguvu zaidi kwa kufanya mabadiliko kadhaa, ikiwamo kumtoa Samadou Atijiku katika eneo la kati, kuingia wachezaji kama Karim Bambo, kuingia wachezaji kama Fakhreddin Ben Yusuf, bado haikuwasaidia kitu mbele ya Simba iliyokuwa imara sana kimbinu na utulivu wa hali ya juu kuhakikisha wanawapa furaha maelfu ya mashabiki waliojitokeza katika uwanja Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, lakini pia kuwapa furaha wa Tanzania ambao wao Simba ndio wakilishi pekee katika michuano ya kimataifa msimu huu baada ya kutolewa kwa wengine wakiwamo Yanga, wakiwamo Azam ambao walishaga michuano ya klabu ya CAF. Kipindi cha pili Simba iliendelea kumiliki zaidi hadi mwisho wa mchezo. Umiliki wa mpira kwa wastani Simba 73% dhidi ya 27% za Al-Masry. Lakini ni wapi ambako palionyesha Simba pengine walistahili kupata ushindi mnono katika dakika 90 za mwanzo wa mchezo, ambazo zenyewe kama Simba wangeshinda kwa tofauti ya mabao matatu, mikwaju ya penalty isingefikiwa. Ni kwa sababu gani? Licha ya kumiliki sana mpira, walifika zaidi langoni kwa Al-Masry, wakapiga mashuti 24, kati ya hayo 7 ya milenga lango. Al-Masry mechi nzima walipiga mashuti 5 tu, kati ya hayo 3 ya milenga lango. Ikumbukwe mpaka mapumziko walikuwa wamepiga mashuti 4, 2 ya milenga lango. Kwa lugha nyingine, kipindi cha pili walikuwa wameongeza mashuti ya kulenga lango shuti 1, na hivyo kufanya mashuti yawe 3 na lingine kuwa la jumla kuwa 5. Yani kipindi cha pili dakika zote 45 Al-Masry walipiga shuti 1 tu. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu Simba walishindwa, waliwafanya washindwe kupata fursa ya kulifikia lango lao, kwa sababu mpira muda mwingi walikuwa wakiuficha wao, wakiumiliki wao, wakicheza kwa hesabu nyingi, huku walinzi wao Shamu Karabu, Abdurazak Hamza wakiwa kwenye kiwango bora, pamoja na kipa wao Musa Pimpin Kamara, mabeki Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala nahodha ambaye alikuja kutoka kaingia Valentino Uma, baadaye pia alikuja kutoka Fabrice Luamba Ngoma akaingia Awesu. Simba ikawa imepata ilichostahili kwa mchezo mzuri alioonyesha leo hii, wakidhihirisha kwa nini kwenye kanzi data ya CAF Simba ni wakubwa kuliko Al-Masry. Kwa mujibu wa CAF, Simba ni timu namba 6 kwa ubora ikiwa na pointi 38, ilhali Al-Masry ni timu ya 21 kwa ubora ikiwa na pointi 14. Mwisho wa siku Simba akapata ushindi uliostahili ambao katika mechi mbili zote walitawala zaidi. Wakiwa ugenini tunakumbuka walifungwa mabao 2, lakini mechi ambayo walipiga mashuti 18, 7 ya kilenga lango, lakini ni mechi ambayo walimiliki mpira 59% dhidi ya 41 za Al-Masry, ambao wao Al-Masry mechi nzima kule kwao walipiga mashuti 7, 2 ya kulenga lango, yote yakawa kamba yakifungwa na Dermou nambari 30 mgongoni pamoja na John Okoye Ebuka nambari 23 mgongoni. Kwa ujumla mechi zote mbili ukubwa wa Simba ulidhihirishwa kutokana na ukweli wa takwimu kwamba Simba wamepiga mashuti 42 katika mechi mbili za nyumbani na ugenini dhidi ya Al-Masry, huku kati yao 14 ya kilenga lango, Al-Masry wakipiga mashuti 12 tu, na kati ya hayo mashuti yaliyolenga lango yakiwa 5, kudhihirisha namna gani Simba imevuka kigingi hiki kibabe zaidi. Na sasa inakwenda hatua ya nusu finali, inasubiri mshindi kati ya Stellenbosch ya Afrika Kusini pamoja na Zamalek ambayo pia ni ya Misri na ambaye ndiye bingwa mtetezi wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri, lakini Simba wametisha. Simba sio tena mwaka robo finali waliingia ligi ya mabingwa barani Afrika 2018-19, robo finali waliingia 2020-21 wakatolewa na Kaizer Chiefs, 2018 walitolewa na TP Mazembe, robo finali walishia msimu wa 2021-22 katika kombe la shirikisho dhidi ya Orlando Pirates, wakafika robo finali 2022-23 dhidi ya Wydad wakatolewa kwa mikwaju ya penalty. Msimu uliopita wakatolewa robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika na Al Ahly ya Misri. Msimu huu hatimaye wamemaliza mkose huo kwa kuangoa Al-Masry na kusonga mbele kibabe. Bila shaka ni furaha kubwa kwa wanamsimbazi, furaha kubwa kwa Watanzania. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko.
Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.